Oi, mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Karibu sana katika kusikiliza habari ambazo zimenifikia muda huu, nami na kuletea wewe ili nizisome kwa undani zaidi, ili nawe uweze kuzipata ukiwa nyumbani kwenu kwenye sikukuu hii ambayo tunasherehekea sikukuu ya Idi pamoja na sikukuu zingine, na kuendelea na mfungo mtukufu wa Kwaresima. Kwa wale wa Kristo wote, endeleeni na mfungo, na Waislamu endeleeni na sikukuu yenu ya Idi. Mimi kama Mkristo naweza kusema Mungu ni mmoja, wote ni watoto wa baba mmoja, ni watoto wa Adamu, wote tunaitwa binadamu. Kwa hiyo tupendane kama Mungu alivyosema tupendane. Mpende jirani yako kama nafsi yako, na mpende Fabidigo TV na penda BM Zakaria TV kwa ajili ya kupata taarifa nzuri. Kwa jina lake Yesu Kristo, wasalamu leko. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Wasalamu leko. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo ahimidiwe, na Mungu wa mbingu na nchi aliyeumba vitu vyote anibariki mimi nayeongea hapa, niweze kuwa na afya njema na kupata pesa nyingi, ili niweze kuwaletea habari nzuri na zilizotulia. Kwa jina lake Yesu Kristo nasema amen. Na wote tuseme amen. Yes. Ni Fabidigo. Nikiwaletea habari nzuri ya kwamba Yanga Football Club kocha wao amekalia kutikavu. Kocha wao anakolea kutikavu, kocha wa Yanga ambaye ni kocha kutoka Ureno, akiwa na mfumo wa kulinda kama vile ambaye anaitwa kama kocha yule wa zamani wa Chelsea alikuwa anaitwa Mourinho, Joseph Mourinho. Alikuwa na mfumo mmoja, akikupiga goli moja alirudi mpaka usiku. Ndio kocha wa Yanga. Na kocha wa Yanga ameleta mfumo huo wakati Yanga wametoka kupendezewa na mfumo wa Nabi, alafu na mfumo wa Gamondi, na mfumo wa Intensity, mzee wa Intensity, na mfumo wa kocha huyu aliondoka Mfaransa wa sasa hivi. Na sasa huyu kocha wa Ureno huyu bwana ni kocha ambaye amekalia kutikavu kutokana kwamba nini? Yaani mfumo anaofundisha Yanga mashabiki wote hawamuelewi. Mimi nakwambia hivi, kubali na komenti hapo chini ili nawe komenti nijue maoni yako. Mimi nipo karibu na mashabiki wa Yanga, na tukiwa tunawahoji kila siku na tunawaletea taarifa kila siku, na watu wana comment taarifa kila siku, na wanasema kwamba vipi kocha wa Yanga vipi. Na nikifuatilia mchezo wa Yanga Football Club na TRA, wengi walikuwa wanamlilia kocha kwamba kwanza anapanga kikosi ambacho kieleweki. Namba 2, walishamuona watu yao walishapona. Sasa kocha wa Yanga bado analazimisha kumtumia mchezaji ambaye anaitwa Mwenda. Sasa wengi wao Mwenda wamkubali. Sasa mashabiki wa Yanga wengi wanasema Mwenda wamkubali. Alafu kati pale anaanza Mwamnyeto kwa sababu ya majeruhi wala hawana tabu naye. Wanasema mpaka sasa hivi asingekuwa tu golikipa wao ambaye anaitwa Diara, yani mpaka sasa hivi Yanga ingekuwa ya 5 katika msimamo wa ligi, kwa sababu wanasema Diara, wakiangalia mechi aliyocheza na Simba bila Diara wangepigwa. Wakija kwenye mechi waliocheza na Namungo, wanasema bila Diara wangepigwa. Wakija kwenye mchezo mwingine, sijui mchezo huo waliocheza na TRA pia bila Diara wangepigwa, na Azam bila Diara wangepigwa. Yote hayo sio mimi naongea, mimi napata kwa mashabiki wa Yanga ambao wanaumia na timu yao. Kwa hiyo basi, kwa vile wenyewe wamekomenti na kuniuliza mimi ili nifuatilie kiundani zaidi, chini ya carpet na juu ya carpet na juu ya dari, yani kwamba je, vipi kocha wao yule ambao wampendi vipi ataendelea kuwepo? Fabidigo TV na BM Zakaria Online TV. Fabidigo tukienda juu kwa juu, mbele kwa mbele kwenye uongozi wa Yanga, na tukiangalia fununu za ndani tukanusa kama mbwa, nasi tukapata harufu ya kwamba kocha wa Yanga Football Club amekalia kutikavu, yani kwamba anatafutiwa sababu, yani kwamba akipigwa mechi yoyote yule au akitoa draw nyingine, ana ile mkono wa kwaheri unamuhusu. Kwa sababu nikwambie kweli, hakuna timu ambayo haina uvumilivu kama Yanga. Yanga wenyewe wakizingua na kutema wanaweza kubadilisha hata makocha makocha 4 ndani ya msimu mmoja. Kumbuka mwaka jana walimfukuza Gamondi, wakamfukuza sijui nani, wakaleta makocha 3 ndani ya msimu mmoja. Kwa hiyo basi Yanga Football Club ni timu ambayo ipo kamili kwa ajili ya kufukuza kocha kama kocha atakuwa vibaya, na kiongozi wao ambaye anaitwa Engineer Ansi
wala haoni tabu kumfukuza kocha. Kwa hiyo basi tumekuletea hii habari kwamba fahamu ya kwamba muda wowote na saa yoyote kocha wa Yanga anaweza kutimuliwa na akawa mwingine. Kwa hiyo basi timu ya Yanga Football Club ipo katika hatua ya kutafuta kocha mwingine mpya pale ambapo wakiona mfumo wa kocha huyu ambaye yupo sasa hivi hawapendezewi nao. Yaani mfumo wa kocha huyu wa sasa hivi wengi hawapendezewi kwa sababu wakaona kama ni mfumo wa kujiumiza, sio mfumo wa kufurahi, yaani mfumo wa kulinda, hata kama anacheza na timu ndogo bado analinda. Kwa hiyo basi kocha wa Yanga Football Club anaonekana kwamba amekalia kutikavu na Fabidigo TV. Tukienda mbele zaidi kuangalia kocha huyo kwamba anafanya nini, lakini kocha tukagundua kwamba kocha wa Yanga Football Club bado amekalia kutikavu kwa sababu Alikamwe akiwa anaongea yale kumsifia Kibabage akawa anagusa hata kwamba mfumo kidogo ule mfumo kama kocha wa Yanga unaweza siwe mzuri kwa sababu kwamba mfumo wake haujapendeza. Kwa hiyo basi kocha wa Yanga Football Club kwa mpaka sasa hivi tunavyoongea mimi na wewe au unavyonisikiliza mimi hapa ni habari ambayo inaonekana kwamba ni swala la muda ili tu kocha aweze kutimuliwa, kwa sababu kwamba wanatafuta timu au mechi ambaye atafungwa na mfumo wake umeeleweka kwamba umeshindikana kuendeleza timu, na wachezaji wanaonekana wote wameshuka kiwango kulingana kwamba ni kocha ambaye anafundisha mfumo wa kulinda. Ukiangalia mchezaji kama Pacome ana majeruhi, mchezaji kama huyu hapa huyu aliyetoka Uganda huyu anaitwa Okelo walihisi watamtegemea lakini mfumo haumpendi. Mchezaji wengi sana wanaonekana viwango vyao vimeshuka kwa sababu ya mfumo wa kocha, ndivyo wanavyosema mashabiki na wengi viongozi wa Yanga ndo wanavyodai kwamba Yanga ilikuwa inaonekana ni timu inayotisha Tanzania. Ukikutana nayo nje ya uwanja na ndani ya uwanja ulikuwa mtiti, yani kwamba viongozi au wachezaji walikuwa wanacheza vizuri na walikuwa wanacheza kwa morali, lakini sasa hivi inaonekana kwamba morali kwa wachezaji imeshaondoka, kwamba imebaki kwa mashabiki wakiumia. Na mashabiki wa Yanga ni watu wa kukata tamaa, wakiona kama timu haifanyi vizuri hawaingii uwanjani mpaka waingize kwa kusema wavae jezi bure. Sasa Yanga ni timu ambayo wala haitaki kupapasa macho. Kwa viongozi wa Yanga wao makini, na kuwa makini huko ndio kunawafanya wamfukuze huyu kocha, kwa sababu kocha mbinu zake za uwanjani haziwafurahishi Yanga. Pia viongozi wa Yanga hawafurahishwi na huyu kocha. Fabidigo na BM Zakaria Online TV, Fabidigo TV tumeleta hii habari kwa kusema kwamba mechi mbili kocha akapewa ili labda ajionee yeye mwenyewe kwamba ashindwe yeye. Kama hizo mechi zitamshinda basi atafukuzwa. Ndivyo uongozi wa Yanga ulivyoweka msimamo huo. Nakwambia ukweli, Yanga hawana mchezo kwenye timu kwa kocha kama anakuwa kocha mbovu. Habari hiyo unayo, na ikufikia hapo ulipo, endelea kusubscribe YouTube channel Fabidigo na BM Zakaria Online TV. Asante sana.